mmechepusha nondo 700, marine board 500, matofali 2000, yamesababisha mradi huu unasuasua. Mheshimiwa Waziri Mkuu, taarifa ya nondo 700 sio ya kuchepushwa, ni taarifa ambayo ilipotiwa wizi wa nondo 700. Mliiba nondo 700? Ehe. Hapana Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuiba. Kuna wakati ambao mifumo ya fedha ilisimama. Nina taarifa hapa, sijaja kutembea. Nina taarifa. Ndio Mheshimiwa Waziri Mkuu. Zimeibiwa nondo 700, marine board 500, matofali 2000. Mheshimiwa Waziri yuko wapi? Kamanda wa polisi yuko wapi? Kamanda wa polisi hapa yuko wapi? Hebu tuambie hii habari, yuko wapi? Hili jambo la nondo likoje hili? Na nikikuta unataka kunidanganya, unakamatwa sasa hivi hapa. Hebu tuambieni hili jambo la nondo likoje? Ninyi mnalishughulikia au TAKUKURU? Mheshimiwa Waziri Mkuu, tulipokea taarifa ya wizi wa nondo. Tukafuatilia. Zilikuwa toka wapi? Kwenye jengo la utawala ambalo ndio hili. Kwenye jengo hili la utawala. Ehe, wewe unasemaje? Ehe. Baada ya kufuatilia, Mheshimiwa, tulikamata baadhi ya nondo ambazo ziliibiwa hapa. Katika upelelezi tulimhitaji injinia aje kwa ajili ya kutambua ile mali, akaja akaikataa. Hivyo tukashindwa kuendelea na kesi. Faili nikapeleka NPS ili iweze kuchunguzwa zaidi. Zile zilizokuwa zimenunuliwa hapa ziko wapi? Mheshimiwa, katika baadhi ya zile nondo ndio kama ulivyosema ziko mchanganyiko. Kuna hizo tulizozikamata ambazo ni za 300 badala ya 500. Kwa hiyo akazikataa. Anasema sio mali. Yule anayepokea mizigo yuko wapi? Anayepokea mizigo ikinunuliwa yuko wapi? Nani anayepokeaga mizigo inaponunuliwa? Nani huwa anapokea? Mlipokea nondo za aina gani? Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tulipokea nondo milimita 8, tulipokea nondo milimita 12 na milimita 16. Zilizopotea zilikuwa milimita ngapi? Zilizopokea ni milimita 12. Hizo za milimita 12 ndio ni BS ngapi? BS 500. BS 500. Ndio Mheshimiwa. Ndio zilizopotea? Ndio Mheshimiwa. Zilipoteaje? Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Hizi nondo wakati zinanunuliwa zilipokewa na kamati ya mapokezi kama utaratibu unavyoelekeza. Zile nondo zilivyopokelewa zikawa zimewekwa eneo la site. Wakati wa kufanya stock checking mwezi wa 6, kufanya stock taking kuhesabu mali, ikagundulika kwamba kuna baadhi ya nondo zimepungua, ambazo nondo hizo zilikabidhiwa na kampuni ya ulinzi. Zilikabidhiwa kwa kampuni ya ulinzi. Kwa hiyo baada ya kugundua kwamba kuna nondo ziliibiwa, tukatoa taarifa kwa mkuu wa taasisi ili kuendelea na uchunguzi zaidi. Kampuni ya ulinzi nani kaiweka? Walikuwa wapi? Kampuni ya ulinzi Mheshimiwa Waziri ngapi? Kampuni ya ulinzi Mheshimiwa Waziri Mkuu imeajiriwa na halmashauri. Mliwakabidhi ngapi? Tuliwakabidhi nondo 1832 kwa idadi tofauti tofauti, yaani kwa saizi tofauti tofauti. Mheshimiwa Mkurugenzi, unayajua haya? Kitu gani kimetokea? Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza nikupongeze kwa kazi nzuri. Nilipokea taarifa ya wizi wa nondo. Nilipokea taarifa hiyo, natoa maelekezo kwamba taratibu za kisheria zifuatwe
lakini kwa kuwa tuliajiri kampuni ya ulinzi ambayo tulikubaliana kwenye mkataba kwamba jambo lote likipotea hapa site, kwa kuwa ni force account, kampuni hiyo italipa. Kwa tulichofanya ni kuzuia malipo ya kampuni hiyo milioni 14 na kusema kwamba tuendelee na shauri mpaka tutakapokamilisha ili tuweze kulipana. Kwa hiyo kikubwa tukawapa demand note ya kwanza, tumeshawapa demand note ya pili. Kwa hiyo tumerecover milioni 14 na thamani ya mzigo ulioibiwa ilikuwa ni milioni 20. Hiyo milioni 6 tunaendelea kufuatilia, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Wakati huo wenzetu wa polisi walisema wataendelea na uchunguzi. Naomba kuwasilisha. Hapa hakuna cha kuchunguza. Mnachunguza nini? Nondo zimeibiwa, marine board zimeibiwa, matofali yameibiwa. Hapa tunataka waliohusika hatua zichukuliwe na hizi fedha zirudi, jengo ujenzi uendelee. Napokea maelekezo, Mheshimiwa. Kamanda wa TAKUKURU yuko wapi? Sasa kamanda, nahitaji taarifa hii kwa kina. Fuatilieni kimoja kati ya hivi vyote ambavyo vimepotea, na fuatilieni ushiriki wa wahusika hawa. Fuatilieni ushiriki wa wahusika. Mnaongea kiurahisi tu kwamba zimepungua, engineer, zimepungua. Ingekuwa nyumbani kwako unaongelea tu zimepungua. Yaani tunasubirisha jengo kuisha hapa, alafu vifaa vinapotea kiurahisi hivyo tu. Napeleka site ovyo, mnarudi mnasema zimepungua. Nondo zimepotea, tofali zimepotea, marine board zimeibiwa, ninyi mpo. Kila siku mnaripoti kazini na mishahara mnalipwa, jengo limesimama. Kamilisha uchunguzi niipate taarifa hiyo ili nisaidie kuamua. Vifaa vingine vimeshakuja hapa, nimeambiwa vimewekwa tu store na wenyewe. Siku vikitakiwa sasa kutumika tuambiwe vimeoza. Engineer, mmeviletaje vifaa kama mnajua sasa hivi hamwezi kuvitumia? Mmenunuaje vifaa? Jengo hamjapaua. Kabla hamjapaua jengo mmeshanunua AC, mmenunua AC, mmenunua gypsum, mmeweka store. Ili siku ya kuvifunga mseme vimeoza tu.